Juzi hapa wallahi la kusikitisha, ndani ya mwezi mtukufu Ramadhani wameiba mbuzi wangapi? Mbuzi wanne. Wameiba mbuzi wanne ndani ya mwezi mtukufu Ramadhani. Jiulize, aliye Muislamu wa kweli afanya tukio hili kweli? Aliye Muislamu wa kweli, watoto niwaulize, aweza akafanya hivyo? Hawezi akafanya Maana kwa si Muislamu wa kweli, wewe ni mnafiki. Sawa Haiwezekani kabisa wewe mtoto wa Kiislamu ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani ukadiriki kwenda kufanya tukio la kihalifu la kumuudhi ndugu yako Muislamu. Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam atuambiaje? Man adha mu'minan faqad adhani wa man adhani faqad adha Allah wa man adha Allah fahuwa mal'unun fi at-Taurat waz-Zabur wal-Injil wal-Furqan. Mwenye kumuudhi mu'min kwa kumfanyia maudhi yoyote, iwe ya kumtukana, iwe ya kumuibia, sawa, iwe ya kumsengenya, sawa, iwe maudhi yoyote ambayo atamfanyia ndugu yake Muislamu, basi Nabii Muhammad asema man adha mu'minan faqad adhani, mwenye kumuudhi mu'min amemuudhi Mtume Muhammad. Hivyo watu wanamjua Mtume Muhammad au hawataki kumsoma wakamjua alikuwa ni mtu wa aina gani? Sawa. Kwa hiyo anemuudhi ndugu yake Muislamu, anemuudhi ndugu yake muumini, sawa maana yake amemuudhi Mtume Muhammad. Tumeelewana? Kwa sababu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yeye ndiye kigezo cha tabia njema ulimwengu mzima. Sawa. Ukisoma Qur'an, sawa, Allah anamsifu aya 4 suratul Qalam, anamsifu, anamwambia Muhammad wa innaka la'ala khuluqin azim, hakika wewe Muhammad una tabia tukufu, una tabia zilizotukuka. Allah anamsifu Mtume Muhammad katika Qur'an tukufu. Tumsalie Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Takbir. Sasa kama wote tutakiwa tabia zetu zifanane na tabia za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, halafu tabia za watoto wetu na zetu sisi wenyewe ni kinyume na tabia za Mtume Muhammad, twamfuata mtume, twamfuata shetani. Eti wanaofanya tabia chafu mbaya halafu wanajiita Waislamu, wanajiita waumini, sawa hawa wamfuata kweli mtume? Hawamfuati mtume, wanamfuata nani? Shetani. Kwa hiyo tujiulize, ni wangapi wanamfuata shetani, hawamfuati Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Allah anasema laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dhakara Allaha kathira, hakika mnayo roho njema mtume wa Mwenyezi Mungu. Tumsalie Mtume Muhammad, yeye ndiye kigezo cha kufuatwa. Lakini je, twamfuata Mtume Muhammad au twamsifia kwa maneno tu? Yaani Mtume Muhammad bwana kumsifia midomoni tu, kamtakia rehema midomoni tu hivi, lakini matendo yote ni kinyume na matendo ya Mtume Muhammad. Umefuata matendo ya Ibilisi maluni, basi wewe utakuwa huko pamoja na Mtume Muhammad, kwa sababu unapomuudhi jirani yako kwa kumfanya matendo yote ya kihalifu ambayo yamekatazwa na sheria zote za ulimwengu huu, maana yake wewe umechupa mpaka katika kufanya maasi. Na ndio maana wote ambao wanafanya matendo haya, wanaoiba kuku, wanaoiba mbuzi, wanaoiba ng'ombe, wanaokera majirani, wanaotukana, yote anafanywa si watu kutoka mbali, anafanywa na majirani. Kweli si kweli? Hivyo kweli atatoka mtu chokocho ajaibe mbuzi hapa? Anaiba mbuzi ni jirani yenu hapa. Mtume Muhammad anatuambia tena wa man kana yu'minu, sawa billahi wal yawmil akhir, sawa, fala yu'dhi jarihi, mwenye kumwamini Mwenyezi Mungu akaamini na siku ya mwisho. Siku ya mwisho mwijua ni ipi? Siku ya kiyama. Wanasema watoto wanajua siku ya kiyama hawa, kwa sababu hawa ni watoto wazuri, watoto wema, wamefundishwa. Japokuwa wapo wachache hapa, sawa inawezekana wengine walikuwa hapo ni watoro, sio kashangaa.
Ukakuta hichi chuo kina wanafunzi 300 lakini 100 ni watoro. Walobakia ni hawa na walegalega hawa. Kwa sababu hawa nafikiri hawa wale walioko nje, wale watoro wale, kampeni yao watoto watoro ni kuwatoa hawa katika madrasa waende wakae watoro na wao. Ndio kampeni kubwa inayofanya na watoto watoro. Kampeni kubwa inayofanya na kina mama ambao hawaendi madarasani kusoma dini yao. Wanawafanyia kampeni kina mama ambao wanakwenda madrasa wawatoe ili vyuo vifungwe. Kweli si kweli? Yaani siku zote shetani anamvuta mtu aende kwenye maasi. Shetani kazi yake ni kukupotosha wewe, akutoe katika takwa ya Allah, akupeleke kwenye maasi. Ndio kazi ya shetani. Anapambana kwa hilo ili motoni akawe na kundi la watu wengi. Kazi ya shetani ni kupeni leo tena ili wazazi mkalifanyie kazi. Kazi ya shetani ni kukufuta wewe, kwa sababu shetani ashalaaniwa, anakwenda kukaa motoni milele na Iblisi. Kwa hiyo kazi ya shetani atafute binadamu, awatafute watu, awatafute Waislamu na waumini, awatoe katika takwa ya kumcha Allah ili wakawe pamoja motoni. Ndio kampeni ya shetani. Wallahi tutakiwa tuzinduke Waislamu. Kazi ya shetani ni kukughilibu wewe, akutoe kwenye takwa, akupeleke kule ili motoni mkawe shirika. Sawa? Na ndio maana shetani kazi yake ni kuja kukushughulisha wewe hapa ulimwenguni ili umfuate yeye siku ya kiyama. Wallahi ukagombane na Mola wako, kwa sababu utakwenda kugombana na Mola wako, halafu Mwenyezi Mungu atakukasirikia, atasema fala takhsau fiha wala tukallimuni, msinisemeshe, tupeni motoni huko. Kauli ya mwisho. Manake Nabii Muhammad, ukisoma Az-Zumar pale aya 30 na aya 31, Allah anamwambia Muhammad, innaka mayyit wa innahum mayyituna. Wewe Muhammad utakufa, utaondoka duniani, lakini hakuna atakayebaki hata mmoja. Si binadamu, si jini, si shetani, si Ibilisi. Hakuna atabaki duniani hata mmoja katika viumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala. Dunia itakuwa tupu siku ya siku hii. Lakini aya 31 ikasemaje? Thumma innakum yawmal qiyamati 'inda rabbikum tahtasimun. Kisha siku ya kiyama mbele ya Mola wenu mtakwenda kuhasimiana nyinyi kwa nyinyi, mtaenda kugombana, kwa sababu ni siku ya kudaiana haki. Ulishamkufuru Mungu duniani, utaipata kheri kesho siku ya kiyama. Kiyama chenyewe ni kizito, kimetajwa mara nyingi katika Qur'ani kuona ugumu wa siku ya kiyama. Wallahi katika Qur'ani ukisoma machozi yatakutoka kuona ugumu wa siku hiyo. Ndugu yangu Muislamu, unaiangaliaje siku ya kiyama? Unashindwa kufanya maandalizi kweli? Unashindwa kufanya maandalizi ya watoto wako? Wakati aliyefunga Ramadhani mwaka jana, sasa hivi hapa hunaye kwenye busati hili. Alitegemea na yeye ataipata Ramadhani hii na inayokuja na inayokuja. Na wallahi tulitegemea tuenee katika busati hili, lakini sasa hivi yuko wapi? Jiulize, yuko wapi? Bi Fatuma yuko wapi? Bi Khadija yuko wapi? Bi Asha yuko wapi? Alikuwa na matumaini ya kuishi zaidi ya miaka 15 mbele. Wallahi tahamaki, amelala katika mwana wa ndani bila kutegemea. Manake almauti yati baghtatan, mauti yanakuja kwa hafla, hayapigi hodi kwamba mimi nakuja. Malakul mauti hapigi hodi nyumbani kwako akakwambia Bi Fatuma jiandae, jistiri na aje kuchukua roho yako. Hafanyi hivyo malakul mauti kwa mimi na wewe. Anakuja tu pap, kafika na kuambia hapa ulipo. Na ndio maana mauti yanakuja popote ulipo. Nafasi hiyo alipewa mitume ya Allah subhanahu wa ta'ala. Takbir! Ndio ambao walishauriwa. Nabii Muhammad alishauriwa na malakul mauti kwamba muda umefika. Kipenzi cha Allah, unasemaje? Tuondoke au bado unataka uendelee kubakia duniani? Akasema hapana, napenda, natamani nikutane na Mola wangu. Sina haja harufu ya dunia. Kazi niliyopewa nishaikamilisha. Kwa hiyo sisi tumeshakamilishwa kazi na Nabii Muhammad. Amekamilisha kazi Nabii Muhammad. Kazi ni kwetu mimi na wewe kufanya jihadi ya nafsi. Tuna jihadi kubwa ya kupambana na nafsi.
ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nas wal hijara 'alayha malaikatun ghilazun shidad la yamasuna Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Takbir! Ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, qu anfusakum wa ahlikum nara, ziokoeni nafsi zenu na nafsi za jamaa zenu na moto. Ndio hata tunayofanya hapa, tunalinganiana ili tuokoane, mkono kwa mkono hadi peponi. Hakuna mkono kwa mkono hadi motoni, hakuna bwana. Manake motoni hakuna amani. Amani inapatikana wapi? Peponi. Sasa maisha tunayoishi hapa duniani, ya maisha yetu haya, kila mmoja anaishi kutafuta amani. Kweli si kweli? Maisha yote ulimwengu, viumbe wote duniani, kila kiumbe aishi kuitafuta amani. Kweli si kweli? Harakati zote mnazoona, magari yanakwenda na kurudi, watu waenda huku na huku na huku, wanaitafuta amani. Itategemea ni amani ya wapi? Amani ya nyumbani, sawa? Amani ya shuleni, amani yatafutwa. Amani ya baharini, sawa? Katika kutafuta riziki kote waja, basi wanaikimbilia amani. Kwa sababu kama umekwenda nyumbani mkono mtupu, bibia ategemea kupokee, halafu wanasema leo kijosi akipata, amani imekaa hapo. Futari haijapatikana leo, amani ipo. Kwa hiyo mbio zote za kutafuta dunia, kuyatafuta maisha, tunaitafuta amani. Lakini amani hii tutakuwa tuitafute kwa kufuata misingi aliyotuelekeza Allah na Mtume Muhammad, sio watu wakaibe. Sio misingi hiyo ya kuitafuta amani, ni misingi ya kuichafua amani ndani ya majumba yetu. Wazazi, hatuoni vibaya wallahi, na ndio maana Mtume Muhammad anatuambia, man asbaha minkum amina fi sirbihi muafa fi jasadihi indahu qutu yaumihi kaannahu khizatu lahu dunya. Takbir! Tumsalie Mtume. Anasema Nabii Muhammad kuonesha kwamba amani ndio kitu cha msingi. Motoni hakuna amani, amani iko peponi, na hapa duniani tunaitafuta. Na ndio maana tunakasema man asbaha minkum amina fi sirbihi, atakiamka akiwa na amani nyumbani kwake, hajaibiwa, hajavunjiwa, sawa, hajatukanwa, hawajagombana na majirani, kalala kaamka nyumbani, kuku wake hawajaibiwa, kaona mazingira yake aliyolala jana jioni usiku ndio alioamka asubuhi, kakuta yako yale nyumbani kwake pako salama. Akasemaje Mtume? Muafa fi jasadihi, akawa na afya katika mwili wake. Yote ni amani hiyo, Ukiumwa una amani? Ukiumwa jino tu, shughuli hapa, saa zote mkono uko hapa, kama chizi jino limeuma, tena jino tu, sawa? Amani imeondoka katika kiwiliwili chako ukiumwa. Kweli si kweli? Na ndio Mtume Muhammad akasema muafa fi jasadihi, akawa na afya katika mwili wake, haumwi, nyumbani kuko salama, kamka vizuri, sawa? Halafu kiwiliwili chake hakiumwi, hajapata malaria, hajapata tumbo la kuharisha, yuko vizuri. Basi asema indahu qutu yaumihi, akamiliki kula yake ya siku moja ile. Kama sasa hivi ushapata mihogo yako ya futari na dagaa lako mwenyewe ushalieka nyumbani safi kabisa, na nazi yako moja iko pale, unasema leo futari yangu imeshakamilika. Unajisikiaje? Raha. Wajisikia raha kiasi gani unapojisikia ile futari unayoipenda umeshakamilisha pale nyumbani? Unajisikia raha kiasi gani? Unasikia burdan. Unasema hapa sasa hivi nikatafute mashaf, nisome Qur'ani tu, nisubiri muda ukae vizuri, nisali, halafu nimenye mhogo wangu mwenyewe, mwingine niweke wa vipopo, mwingine nifanye hivi. Unapanga kwa sababu indahu qutu yaumihi, umemiliki kijio cha siku ile. Tumeelewana kina mama? Tunafahamiana vizuri? Basi Mtume asema mtu ambaye atakuwa amepata mambo hayo matatu, basi asema mtu huyo kaannahu khizatu lahu dunya, kama amepewa dunia nzima. Yani dunia nzima ni yako peke yako. Kwa nini basi? Kwa sababu wenye shida nyingi ni wengi, ambapo wewe shida hizo Mungu kwa siku ile amekuondolea. Kweli si kweli? Kuna watu sasa hivi leo kama kanafunga hivi sasa yuko kwenye sakaratul mauti. Kweli si kweli? Sasa hivi akata roho, tena ni wengi mno. Ingelikuwa kuna TV hapa yatuonesha watu ambao wanakata roho saa hizi, wanaiaga dunia bado wanaipenda, wallahi wote hapa tungezimia hapa.
Ungesema kumbe Mungu kanipenda mimi mpaka sasa bado nipo vo. Alhamdulillah. Tizama tunavyoteketea wale wengine sasa hivi wazama kwenye bahari huko, wazama na vyombo, wengine sasa hivi wakataro hawajali barabarani. Watu wanaondoka kwa ni madogo, na unakuwa huamini kwamba wewe nawe utaondoka duniani. Unaamini kwamba mimi nipo na nitaendelea kuwepo. Usijidanganye. Wallahi Mungu katupanga kama tulivyo kwenye foleni ya mchele. Mnajua foleni ya mchele? Zamu ikifika mwenzako anakwenda, au tunataka kupokea msaada wa Ramadhani tumeambiwa sasa na tajiri, haya pangeni foleni kuanzia hapa mpaka Matuleni kule, nione foleni, sitaki mtu atoke ndani ya mstari. Ndivyo tulivyo binadamu. Sisi tunafahamiana hapa kina mama, tunaelewana hapa kina mama. Tuko kwenye foleni, wallahi kama tulivyo kwenye msongo, tumepanga msongo, zamu ikifika unapeleka, unapewa safari yako, unaondoka, unakwenda. Ndivyo roho zaja zinavyoondoka. Na ndio Mwenyezi Mungu akasema, nawafizia kwamba Mungu kwenye mavizio, inna rabbaka labil mirsadi, hakika Mola wako mlezi yuko kwenye mavizio, anawavizia. Na mavizio yenyewe ndio hayo. Uko kwenye foleni, muda mfika, pap, unakamatwa, hushauriwi, huulizwi, anachukua roho, anaondoka. Unatuachia walevi, unatuachia wahuni, mwisho wa siku nyumba yako inakuja kufanywa danguro, kwa sababu umepewa kizazi na Allah subhanahu wa ta'ala, umekilea katika maadili ambayo Mungu hajaamrisha wala mtume wake. Hayo malezi na wale watoto wako umeyapata wapi? Hapa ndipo nina swala mimi nataka wazazi wote muniambie, waliopo kwenye mhadhara huu na hao ambao wako majumbani huko ndani ya Zanzibar, muniambie hasa wazazi, malezi haya mnaowalea watoto wenu sasa hivi mmeyapata wapi? Wakati kwenye misingi ya Kiislamu hayaonekani haya, mmeyapata katika vitabu gani?